ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم أبناء 10 wahjuruhum fil madaji'. Ndugu zangu Waislamu, mimi hapa na nusu saa tu na takriban, na nitajitahidi kadri ya uwezo kwenda haraka ili tuweze kufikia katika malengo. Yeyote ambaye miongoni mwetu ambao Mwenyezi Mungu amemruzuku mtoto ama watoto, basi Mungu amempa neema kubwa sana. Miongoni mwa neema za dunia ni binadamu kuwa na watoto, na hasatan huyu mtoto akiwa bado ni mdogo, hii neema inakuwa ni kubwa zaidi. Akiwa ni mdogo, bado anatambaa, bado ananyonya, ndo anaanza kutembea, ile neema inakuwa kubwa sana kwa wazazi hasatan. Hao watoto wanapokuwa wadogo, labda ndo anaanza kunyonya ama labda anaanza kutambaa au ndo anaanza kutembea, wanatumia masaa mengi sana kwa kulala. Wanalala masaa mengi sana, masaa 10, masaa 12. Lakini analala masaa 10 au zaidi, na akiamka kutoka usingizini hapigi mswaki, lakini mdomo wake unatoa harufu nzuri. Na unaweza ukaingiza pua yako ndani ya mdomo wake na usione dhiki. Na ukimkumbatia tu, ile harufu yake ya kuzaliwa inakuondolea hasira, inakuondolea dhiki, inakupa furaha. Umekuja umechoka, inaondoa uchovu ndani ya mwili. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameyathibitisha haya ndani ya Qur'ani katika surati Al-Kahf aya nambari 46. Mwenyezi Mungu anasema: almalu walbanuna zinatul hayati dunya walbaqiyatu salihat inda rabbika thawaban wa khairun amala. Mali na watoto ni mapambo ya dunia. Mali na watoto ni mapambo ya dunia. Kwa hivyo mtu yoyote ambaye Mwenyezi Mungu amemruzuku mtoto yumo ndani ya neema miongoni mwa neema za Mwenyezi Mungu. Kwa wale ambao Mwenyezi Mungu hajawajalia watoto, tunamuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala awajalie watoto, na wao naye wasichoke kumuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala awaruzuku watoto wenye kheri. Na kuna wale miongoni mwetu ambao Mwenyezi Mungu amekadiria katika kadari yake kwamba hawa hawatopata watoto maishani. Vile vile wanapaswa kumshukuru Mungu, kwani Mungu ndo ambaye anayejua kheri yako iko wapi na shari yako iko wapi. Wakati mwingine wewe unalazimisha lazima uwe na mtoto katika njia yoyote ile. Kumbe Mungu anajua huyu mtoto lao atakuja duniani, itakuwa ni fitna kwako wewe, na itakuwa ni sababu ya wewe kuingia motoni. Kwa sababu hii Mungu anamzuia. Na ndugu zangu, upate kujua jambo la kwanza, mtu kuwa na watoto si kwa sababu ya nguvu zake, wala si kwa sababu ya ujanja wake wala elimu yake. Ni mipango yake Mwenyezi Mungu. Usije ukahadaika ukasema kama katika mtaa wetu mmoja kule Nairobi, bwana mmoja ana mke mmoja na watoto 18. Si nguvu zake. Kuna mwingine Mungu amempa mtoto mmoja, wengine watoto 2, wengine watoto 3.
Ni mipango yake Mungu, kwa sababu hata yule mama mwenye kubeba ujauzito, mimba inapoingia, yeye mwenyewe hana habari. Huyo mume mwenyewe pia hana habari. Baada ya miezi miwili, miezi mitatu, ndo mama anaanza kujisikia vibaya, anaanza kusikia kichefuchefu, anataka kutapika, anaanza kusikia anakosa hamu ya chakula, anashindwa kulala, hana raha. Mume wake anamwambia, unaonaje tukapime hospitalini nini ambayo inakusumbua upate kutibiwa. Wakifika hospitalini, daktari anamwambia, baada ya vipimo vyote, una habari bwana, una mimba ya miezi mitatu. Ala, kumbe ilikuwa hatuna habari bwana. Kwa hivyo si ujanja wa mtu, ndugu zangu, usije ukajiona wewe labda hauna mtoto ukajidharau, au ukaona wewe una watoto wengi ukaona bana mimi ni mtu ambaye ni jasiri, maana yake kama jogoo. Si ujogoo wa mtu, ni mipango yake Mungu, na Mungu ndiye mwenye kujua ni kwa nini amekupatia watoto hawa na kuna hikma gani, na ni kwa nini amekupa kiasi ya watoto fulani. Ndio unaona kufikia hapa, ndugu zangu, kila mmoja wetu anapaswa kufahamu jambo moja katika hii dini. Jambo la kwanza ni lazima wewe kama Muislamu upate kujua haukupanga wewe uzaliwe ama usizaliwe. Haikuwa mpango wako. Kuna mtu yote aliomba hapa nataka azaliwe? Hakuna ambaye anayejua hayo. Uzaliwe lini? Wewe leo una umri wa miaka 40, miaka 50, 60, una umri wa miaka 12, miaka 15, 20, 25, haukupanga wewe. Wala usije ukasema hata siku moja, mimi kwa sababu ya kuzaliwa wakati huu ndo maana ya dhiki yangu ya maisha, tabu yote ambayo niko naye ni kwa sababu nimezaliwa katika hii asri ya sasa. Lao ningezaliwa wakati wa Mtume, labda mimi nilikuwa miongoni mwa maswahaba. Kumbe hujui bwana, lao ungezaliwa wakati wa Mtume, saa nyingine ungekuwa miongoni mwa watu wanafiki, na saa nyingine ungekuwa miongoni mwa makafiri ambao wanampiga Mtume vita. Ndio Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akakuleta wakati huu. Uzaliwe katika kabila gani? Haukupanga wewe, ni mpango wake Mwenyezi Mungu. Umezaliwa wewe ni Mjaluo, Mkikuyu, Mbaluya, Mwarabu, Msomali, Nigeria, umezaliwa katika kabila yote, hakuna mtu aliyopanga hii. Ndio unaona kabila ya mtu ndani ya hii dini si chochote, si lolote. Ndio mtu anajifakhiri na kabila lake, bwana mimi ni kabila fulani. Wewe ni kitu gani bwana? Mtume wa sallam anasema, la fadla ala al-arabi lil-ajami wala al-ajami lil-arabi illa bittaqwa inna akramakum inda Allahi atqakum. Mwarabu si mbora kuliko asiyekuwa Mwarabu, na asiyekuwa Mwarabu si mbora kuliko Mwarabu. Hakika yule aliyekuwa mbora mbele yenu, mbele ya Mungu, ni yule ambaye ni mchaji Mungu, anayemuogopa Mungu zaidi. Huyo ndo bora mbele ya Mungu, si rangi ya mtu, si kabila la mtu. Uzaliwe wewe katika rangi gani? Wewe una rangi nyeusi, una rangi ya chai ya rangi, una rangi ya zambarao, wengine mweupe, wengine mekundu. Haukupanga wewe. Wala mtu kuwa rangi, hii rangi ni rangi tu. Rangi ya mtu haionyeshi kwamba ndo mtu bora, bali anaweza kuwa mtu mweusi na akawa ni bora mbele ya Mungu. Anaweza kuwa mtu ni mweupe akawa ni bora mbele ya Mungu, na anaweza kuwa kinyume chake vile vile. Kwa hivyo usije ukaona bana mimi rangi yangu. Rangi yako ni kitu gani? Haimuingizi mtu peponi. Kuna watu ambao walizaliwa katika dunia hii ambayo wana rangi nyeusi zaidi, lakini wao wako ndani ya pepo ya Mwenyezi Mungu. Na kuna watu ambao wamezaliwa wao ni weupe kuliko wote, na sasa hivi wanaanza kuadhibiwa, bado hawajafika katika hukumu. Uzaliwe wewe katika nchi gani? Hii vile vile hukupanga wewe. Umezaliwa Kenya, umezaliwa Uganda, umezaliwa Tanzania, umezaliwa Nigeria, umezaliwa Amerika, umezaliwa Saudi Arabia, umezaliwa Ujerumani, umezaliwa Marekani. Hakuna mtu alopanga hapa. Wala usianze kujifakhiri mbele ya watu kwa sababu mimi nimezaliwa katika nchi fulani. Wala usianze kumdharau mtu kwa sababu ametoka katika nchi fulani. Hata kuna mmoja amewahi kumripoti ndugu yake Muislamu, akasema yule fulani bwana si katika nchi yetu, yule si katika mtaa wetu ule. La haula wala quwwata illa billah. Kwani mtu kwa katika nchi fulani ndo kitu gani? Ndo tikiti ya kuingia peponi? Ndo nini hiyo?
Kwa hivyo Mungu ndo ambaye amepanga wewe umezaliwa wapi, wala usijione wewe ni duni. Uzaliwe katika maumbile gani? Maumbile mfano macho yako makubwa, pua kubwa, sura ya kutisha, sura ya kupendeza, miguu mirefu. Hakuna mtu aliyopanga hayo ndugu zangu. Usije ukamdharau mtu ukamwambia leo ule bwana miguu yake mikubwa kama ndovu, kana kwamba yeye ndo ambaye amejiumba, au macho yake makubwa kama gololi. Ufai kumkejeli mtu, kila mmoja amepewa yake hapa. Na uzaliwe wewe ni mwanamke au mwanamme, hakuna aliyopanga hiyo ndugu zangu. Wewe ni mwanamme au wewe ni mwanamke, ni mipango yake Mungu. Wala wewe mwanamke usije ukawa na itikadi potovu kwamba mimi kuzaliwa mwanamke ndo shida yote ambayo inaipata sasa hivi. Lao ningilizaliwa mwanamme, wallahi nisingekuwa na hizi shida ambayo niko nazo. Hivyo hivyo mwanamme kusema shida yote ambayo mimi niko nayo, sina kazi, sina mbele, sina mme, sina mke, sina maisha, ni kwa sababu ya kuzaliwa mwanamme. Lao ningilikuwa mwanamke, sasa hivi ningilikuwa nimeolewa na kaa ndani nyumba yangu na wale watoto wangu. Mungu ndo ambaye anayejua na ni kwa nini amekufanya wewe mwanamme na yule akamfanya mwanamke, na yote hii ni hikma yake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sasa ndugu zangu, tupate kujua kitu kimoja, yeyote ambaye hana mtoto, kuna nukta muhimu sana hapa. Amshukuru Mwenyezi Mungu kwa hilo, lakini asiache kumuomba Mwenyezi Mungu amruzuku mtoto. Kwa sababu wakati mwingine unaweza ukalazimisha mtoto, kumbe huyu mtoto akawa ni sababu ya wewe kuingia motoni. Na hii Mwenyezi Mungu ameithibitisha katika surati Al-Kahf, wakati Nabii Musa alayhi salam alipotumwa kwenda kukutana na Al-Khidri. Katika safari yao Al-Khidri akamkuta mtoto anacheza na watoto wenzie. Basi alitoa panga akamkata shingo ile mtoto akamuua. Nabii Musa alayhi salam akamwambia Al-Khidri, aqatalta nafsan zakiyatan bighairi nafs laqad ji'ta shay'an nukra. Umeua nafsi ambayo haina hatia. Bighairi nafsin maana yake hii, huyu mtoto hajawahi kuua mtu, kwa sababu mtu anauawa ikiwa ameua. Bighairi nafsin, huyu mtoto hajaua. Hakika umekuja na jambo baya sana. Al-Khidri akamwambia Nabii Musa, sio mimi nilikuambia uwezi kusubiri? Lakini baadaye mambo yalipokwisha, Al-Khidri akamueleza Nabii Musa alayhi salam ni kwa nini alimuua ule mtoto. Ndo akamwambia, wa amma al-ghulamu fakana abawahu mu'minaini fakhashina an yurhiqahuma tughyanan wa kufra. Ama yule mtoto nilomuua mimi, wazazi wake walikuwa ni waumini wa kweli, walikuwa ni watu wacha Mungu. Tukahofia kwamba huyu mtoto atakuja kuwasukuma hawa wazazi kwenye maasi, kwenye uasi, na atawasukuma katika ukafiri. Ndio maana Mwenyezi Mungu akaamua aondolewe, iwe ni kheri kwa ule mtoto na kheri kwa wazazi. Unajua kuna baadhi ya wazazi mara nyingine inafika katika uhai wao wako tayari kumfanyia mtoto wao jambo lolote, hata kama itampeleka katika kufuru, hata kama atavuliwa hijabu yake, hata kama ataipoteza dini yake, hata kama ataipoteza heshima yake, jambo lolote yuko tayari kumfanyia. Na kumbe hawajui hawa wazazi wanahatarisha kwa kweli. Sasa ndugu yangu, kulingana na hii maudhui ambaye tunazungumzia leo, ambaye ni malezi ya watoto katika Uislamu, ina mambo mengi ndani yake, ingawa nafasi haito niruhusu, labda katika kipindi kingine tutakuja kuyamalizia. Jambo la kwanza, tunapozungumzia malezi, hakuna lugha ambayo tunaweza kutumia ambaye ikawa imekamilika katika malezi kuliko neno tarbia. Ukisema bana tunamlea mtoto, tunamkuza mtoto, yote haijafika ile daraja ya kuweza kumlea huyu mtoto kisawasawa. Lakini tunapozungumzia juu ya tarbia maana yake ni kumwangalia ule mtoto kwa macho ya karibu, uwe naye hapa kwa hapa, usiwe naye mbali. Wanazoea wanapiga mfano, wanasema kumlea mtoto kisheria ni sawasawa na mtu alopanda mbegu ndani ya ardhi. Kila mara anaifuatilia ile mbegu, anaimiminia maji, anapalilia, paka inapoanza kutoa yale matawi anaanza kuifuatilia, anailinda, anatia baadhi ya vitu mpaka inakuwa. Ndo maana ya kumlea mtoto kisheria hasa ambayo tumeitaja hapa.
Lakini ndugu zangu, jambo ambalo ni muhimu hapa katika malezi ya watoto, kila mzazi lazima afahamu hii, kwamba hawa watoto wana haki juu ya wazazi wao. Kabla ya kuzungumza haki ya wazazi juu ya watoto wao, watoto wako ambayo uko naye ndugu yangu, upate kujua wana haki juu yako, na hii haki wamepewa na Mwenyezi Mungu, si kwamba wamechukua wenyewe. Kwa hivyo ikiwa wewe mzazi utavunja haki za hawa watoto, upate kujua kwamba umevunja sheria ya Mungu. Na hii malezi inaanzia hapo ndugu zangu. Kabla hujaanza kuangalia haki ya wazazi mwanzo kwa watoto ni nini, tunaangalia mwanzo haki hawa watoto wanafaa kuangaliwa vipi. Kuna kitu gani ambao wanafaa kupewa kwanza kabla ya sisi wazazi kudai haki zetu. Haki ya kwanza kabisa ndugu zangu, haki nambari 1 ni huyu mtoto kuchaguliwa mama. Malezi ya mtoto katika Uislamu inaanza kabla watu hawajaoana. Tusifikiri kwamba eti malezi inaanza baada umeshazaa. Kama vile mama kumchagulia huyu mtoto, watoto wangu baba yao atakuwa ni nani. Na wanazuoni wameizungumzia sana masala ya mama ya hao watoto watakuwa ni nani, na hawajazaliwa wala hajaolewa. Kwa sababu mama akiwa mwema, basi atawalea wale watoto katika njia ambayo ni wema, na atamuongoza na mume wake vile vile ambaye ni baba ya hao watoto. Kwa hivyo ni sharti huyu mwanamke awe ni mwanamke mwenye dini. Ndio Mtume sallallahu akasema, tunkahul mar'atu li arba'in lijamaliha walihasabiha walimaliha walidiniha fadfar bidati ad-din taribat yadak. Mwanamke anaolewa kwa sababu 4. Sababu ya uzuri wake, sababu ya nasaba yake, kwa sababu ya mali yake, na kwa sababu ya dini yake. Mtume anasema, chagua mwanamke mwenye dini, utabarikiwa mkono wako. Na hivyo hivyo ameelezea upande wa mke kuchagua mume wake atakuwa ni nani, baba watoto wake atakuwa ni nani, ni masala ya dini. Mtume sallam anasema, man atakum man tardhauna dinahu wa amanatahu fazawijuhu illa taf'alu takun fitnatun fil ardi wa fasadin arid. Mtu yoyote ambaye anakuja kumposa binti wenu wa kike, mkamridhia dini yake. Mi'yar, kipimo cha kwanza cha kumpima naye mtu anapokuja kumposa binti yako ni dini. Je, huyu bwana anaswali? Je, huyu bwana sifa zake ni nzuri mtaani? Dini yake vipi? Tabia yake vipi? Marafiki zake ni kina nani? Basi Mtume anasema, akiwa na dini muozeni. Msiangalie rangi yake, kabila lake, mali yake, muozeni. Msipofanya hivyo, yatatokea maharibiko makubwa na ufisadi katika ardhi. Kwa hivyo jambo la kwanza ndugu yangu ni kuangalia huyu mama ya hao watoto wako watakuwa ni nani huyu, ambapo hiyo ndo maisha inaanza. Unajua kwa nini tumchagulie mama kwanza ndugu zangu? Ni kwa sababu mara nyingi hawa wake zetu ambaye ndo mama watoto wetu ndo wanakaa na watoto kwa muda mrefu. Sisi wanaume tuko makazini masaa 8, masaa 10, 12. Ukirudi labda watoto wameshalala, wakati mwingine unaondoka wewe watoto wameshakwenda shule au madrasa, au bado wamelala unaondoka mapema. Kwa hivyo unakuta ile wakati wetu wa sisi wa baba kukaa na hawa watoto ni ndogo sana. Sasa mama ndo ambaye anakaa na hawa watoto. Ndio unaona kuna umuhimu ya kila mmoja wetu kumchagulia huyu mtoto mama yake atakuwa ni nani, kwa sababu yeye ndo ambaye atakayemlea huyu mtoto, atamuelekeza katika mambo ya swala yake na itikadi yake na imani yake na hijabu yake na tabia yake. Huyu mama ndo ambaye atamuelekeza huyu. Ndio unaona akipatikana mama ambaye ni mcha Mungu, ambaye anafata maadili ya dini, basi wale watoto naye watakuwa ni watoto wenye dini. Lakini mama akiwa kinyume chake, sasa hawa watoto kupotea inakuwa ni rahisi sana. Ndio unaona sasa hivi katika mitandao inaenea katika nchi ya Amerika, kuna mtoto mmoja ameshikwa, amepelekwa mahakamani. Unajua huyu ni mtu mzima, lakini mtoto wa watu. Unajua katika nchi ya Amerika kuna sheria ndani ya katiba yao, ukifanya kosa la jinai, mfano umeua, wewe pia unauawa. Paka leo ndani ya Amerika wanaua. Unakalishwa juu ya kiti kama hii ambayo ina umeme,
unapigwa na umeme mpaka unakufa. Sasa huyu kijana alikuwa ni kijana ambaye amefanya maovu mengi sana, ameua watu wengi, ujambazi, ameibia watu, ameingia katika maduka ya watu kwa nguvu, amepiga watu risasi, amewahi kuwachoma watu visu. Kazi yake ni kupiga watu kabari, na marafiki wabaya, na kila mara akishikwa anatolewa, mama yake naye anakwenda anatetea. Basi mara ya mwisho sasa mahakama ikapitisha kwamba huyu kijana auawe. Sasa hakimu anamueleza huyu kijana, kama una jambo la mwisho ya kusema kabla hatujakupeleka katika kumaliza maisha yako, maana katika kuuawa kwako. Yule kijana akasema, mimi nataka wakati wa kuuawa kwangu mama yangu nikae naye katika hicho kiti, kwa sababu yeye ndo sababu ya mimi leo kuwa katika hali hii. Mambo yote mabaya ambayo nilikuwa nikiyafanya, mengine amenifundisha yeye, na mengine yeye ndo ambaye alikuwa akinitetea. Nikishikwa, nikitiwa ndani, anakuja anahongana, natolewa nje. Nikiiba pikipiki ya mtu, yeye ndo ambaye ananionyesha mahali pa kuificha ile pikipiki na mahali pa kwenda kuuza. Hata gari nimeuza baadhi ya gari za watu. Kwa hivyo mimi nataka mama yangu akae kwenye hichi kiti, mimi na yeye, kwa sababu yeye ndo ambaye amechangia mimi kuwa katika hali hii. Ndugu zangu, tuchukueni tahadhari sana na masala haya. Leo kuna baadhi ya watu, malasafu shadid, vijana wengi wanafanya mambo haraka haraka ovyo ovyo. Anamkuta mwanamke barabarani, basi anaona huyu ndo ananifaa huyu. Mwingine anamuokota katika sehemu hatari, anaangalia tu basi uzuri, wala angalii mambo ya dini. Huyu mke ambaye wewe uko naye, na wewe mwanamke, mume ambaye uko naye, huyu ndo ambaye atakupeleka peponi? Huyu ndo ambaye utasaidiana naye katika kutii amri ya Mola wenu? Ama anakupeleka motoni? Huyu atakupeleka wapi huyu? Kwa hivyo tuchukueni tahadhari. Ndio unaona masala ya malezi haya ni mambo muhimu sana katika jamii, ndugu zangu, kwa sababu familia moja wakiolewa watoto wao Kiislamu, hawa watoto wakishafika utu uzima wataoa, wataolewa, na wao naye watawalea wale watoto wao katika maadili ya Kiislamu. Naye wale watoto pia watakuwa wakubwa, wataoa, wataolewa. Basi dunia nzima, ndugu zangu, itaenea sifa nzuri na itakuwa ni sehemu ya amani watu kuishi. Na tusipowalea hawa watoto katika maadili ya Kiislamu, hawa naye watakwenda watawalea watoto wao, na watoto wao watawalea watoto wao, na watoto wao watawalea watoto wao, na inazagaa, inaenea duniani. Manake hii dunia itakuwa ni sehemu hatari sana mtu kuishi ndani yake. Hii ni haki ya kwanza ya mtoto juu ya wazazi wake. Katika haki ya pili ya mtoto juu ya wazazi wake ni huyu mtoto, kabla hajapachikwa ndani ya fuko la uzazi wa mama yake, anaombewa dua maalum. Hii ni katika haki ya mtoto. Kabla mama na baba hawajafanya kitendo cha ndoa cha halali, wanamuombea dua ule mtoto kabla hajaingizwa kwenye tumbo ya mama yake, kwenye fuko la uzazi wa mama yake. Na hii ni dua ambayo ni maarufu na wengi wetu wanaijua, ambayo Mtume ametufundisha. Unapotaka kustarehe na mke wako halali, unasema Allahumma jannibna ash-shaytan wa jannibi ash-shaytana ma razaqtana. Mwenyezi Mungu, tunakuomba utuepushe na sheitani, na umuepushe sheitani na chochote ambacho utaturuzuku baada ya kitendo hichi cha halali. Maana yake, ikiwa hichi kitendo itakuwa ni sababu ya kupatikana mimba, mtoto ataingia huko ndani, basi Mwenyezi Mungu tunakuomba umlinde huyo mtoto na sheitani. Na baada ya hapo, wazazi bado wataendelea kumuombea mtoto wao, na dua ya mzazi juu ya mtoto wake ni mustajaba, inakwenda direct. Ambapo leo takwimu inaonyesha Waislamu wengi, mashallah, hii dua ya kufanya jimai wanaijua. Wamesema baadhi wanazuoni 80% ya Waislamu. Mashallah, ni jambo nzuri. Hata kijana anapotaka kwenda kuoa, kitu cha kwanza anafundishwa hii dua. Jambo nzuri. Lakini hawa ambao leo wamejifundisha dua ya jimai, dua ya kuingia nyumbani hawajui, dua ya kuingia chooni hawajui. Sasa hii dua ya jimai ni muhimu kweli, ndugu zangu, lakini kwa nini usihifadhi na dua zingine pia? Wewe umehifadhi tu dua ya jimai peke yake, jamani. Tuhifadhi zote hizi, ni muhimu, kwa sababu ad-dua silahul mu'min. Dua ni silaha ya Muislamu. Mahali popote alipo, dua ni silaha yake.
Katika haki ya mtoto ya tatu ndugu zangu ambayo tunafaa kujua ni baada ya huyu mtoto kuzaliwa. Akishazaliwa ile siku ya 7 anachinjiwa mnyama inaitwa aqiqa. Kisha ananyolewa nywele siku ya 7 na anapewa jina. Ndio Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema katika hadithi ambayo ni sahih, kullu ghulamin murtahinun biaqiqatihi tudbah anhu yawm as-sabi' wa yuhlaq ra'suhu wa yusamma. Hii hadithi ameipokea Imam Ibn Majah ambaye ni sahih. Mtume anasema inapofika siku ya 7 ule mtoto anachinjiwa mnyama wa aqiqa. Tunachinja mnyama wa aqiqa kwa sababu mbili. Sababu ya kwanza, Mtume anasema kullu ghulamin murtahinun biaqiqatihi, kila kijana anayezaliwa, kila mtoto anayezaliwa yuko ndani ya rahani, amefungwa, anaachwa huru kwa kuchinjiwa mnyama siku ya 7. Katika riwaya nyingine ama 7 ya pili ama 7 ya tatu. Baada ya 7 ya tatu ikipita hujamchinjia bado hujapata uwezo, siku nyingine yote ambayo utakayopata uwezo utamchinjia. Na mtoto wa kiume anachinjiwa mbuzi 2 ama kondoo 2, na mtoto wa kike anachinjiwa mbuzi 1 ama kondoo 1. Kwa hivyo anaachwa huru. Wanasema baadhi ya wanazuoni, unachinja mnyama kwa sababu ule mtoto bado amejikunja, vitu vyake vimefungana, macho yake haijafunguka, bongo lake bado iko giza, mishipa yake, mifupa yake. Kwa hivyo anafunguliwa katika njia hii. Kukaa ndani ya tumbo katika fuko la uzazi miezi 9 sio jambo la mchezo. Na sababu ya pili ya kuchinja mnyama siku ya 7 ama 7 ya pili ama 7 ya tatu, ambapo 7 ya kwanza ndio bora kuchinja mnyama, ni kutoa shukrani. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amekuruzuku kiumbe kama wewe, tena saa nyingine anafanana na wewe, macho yake kama yako, pua yake kama yako, rangi yake kama yako, nywele zake kama yako, mikono yake. Wewe ukimwangalia yeye unajiona wewe. Si neema hii ndugu zangu? Hata watu wakiona wanasema bana fulani mashallah anafanana na baba yake, fulani anafanana na mama yake. Neema kubwa hii ndugu zangu. Angalau utoe shukurani kwa kumwaga damu ya mnyama. Kisha katika hiyo siku ya 7 ananyolewa nywele. Na ile nywele Mtume anataja katika hadithi nyingine inakwenda kupimwa ndani ya ratili. Inapimwa katika ratili, ile grama ambayo inayopatikana kutokana na hiyo nywele itatolewa sadaka ya fedha. Fedha maana yake ni silver. Mfano amenyolewa nywele ikapimwa katika ratili. Nywele yote iliyopimwa katika ratili ni gramu 1. Gramu 1 ya silver, gramu 1 ya fedha ni shilingi 600 ya Kenya. Basi unatolea sadaka shilingi 600. Unatolea sadaka shilingi 600. Ndio unaona ni muhimu sana, wanasema wanazuoni, unyoe mtoto wa nywele siku ya 7. Usicheleweshe baada ya hapo, kwa sababu ukichelewesha ile nywele itakuwa kubwa kisha itakuwa ni nzito kwenye ratili. Umefahamu? Lakini hapa tupate kufahamiana ndugu zangu, kama walivyoeleza wanazuoni, na hii ndio kaulu rajih, mtoto anayenyolewa nywele ni mtoto wa kiume, si wa kike. Mtoto wa kike hanyolewi nywele anapozaliwa. Ni mtoto wa kiume ndio ambaye ananyolewa nywele. Yaani maana yake Mwenyezi Mungu ameilinda nywele ya mwanamke bado yeye ni mdogo. Ndio unaona hata wanawake wakwenda kutekeleza ibada ya haji ama umra, wakimaliza hija yao ama umra wao, wakishamaliza sa'i Safa wal Marwa, wanawajibika kukata sehemu ndogo tu ya nywele kwenye incha ya nywele chini. Lakini mwanamume akinyoa kipara, Mtume amemuombea msamaha mara 2. Na akipunguza, Mtume amemuombea msamaha mara 1. Kwa hivyo kunyoa kipara kwa mwanamume hata akienda kufanya ibada ya hija ndio bora zaidi. Lakini mtoto wa kike hanyolewi nywele ndugu zangu. Leo Waislamu wengi hawajui hiyo. Wanamnyoa mtoto wa kike nywele, na hii hairuhusiwi katika dini. Kisha anapewa jina nzuri. Apewe jina nzuri. Unaweza ukampatia jina siku za kwanza, ama siku ya 7 ndio bora zaidi kama Mtume sallallahu alayhi wasallam alivyoweza kuelekeza. Na khairul asma Abdullah wa Abdurrahman wa Muhammad. Hizi ni majina bora. Muite mtoto wako kwa jina nzuri. Maana yake unamuita huyu mtoto kwa jina fulani ili awe kama fulani. Mimi namuita kwa jina ya Muhammad ili awe kama Muhammad.
namuita kwa jina ya Abubakar ili awe kama Abubakar, jina ya Umar, Uthman, Ali, na hivyo hivyo wengine, jina ya Fatima, Khadija. Tuwaite watoto wetu majina mazuri mazuri. Ndugu zangu, leo kuna baadhi ya wazazi, leo ukiangalia hawa vijana wanaokuja wadogo wadogo hawa, baada ya kuoa sasa, akishapata mtoto anakwenda kwenye mitandao, anakwenda kuangalia zile jina ambaye haijawahi kutajwa naye mtu, yeye mwenyewe hata maana yake hajui. Majina za ajabu ajabu sasa hivi yametapakaa. Wakati wetu ilikuwa hakuna haya. Basi ionekane jina ya huyu mtoto ni ya kipekee, hakuna mtu yote amemiliki jina kama hiyo. Mzazi mwenyewe ukimuuliza jina yenyewe ni nini hajui. Alafu tuwaite watoto majina mazuri, kwa sababu majina haya ambao tunawaita naye watoto wetu ndo majina haya ambaye Mwenyezi Mungu atatuitia naye mbele ya Mungu siku ya Kiyama. Itakapokuwa inaitwa register, itaitwa kwa jina yako ambao uliitwa naye hapa duniani. Leo kuna baadhi ya watu wanamiliki jina za ajabu ajabu. Majina kama haya itakana kubadilishwa hasa. Unamuona mtu anaitwa Abdu Yasin. Utakuwaje Abdu Yasin? Mwingine anasema mimi ni Abdur Rasul. Utakuwaje mja wa mtume? Mtume sio Mungu jamani. Unafahamu? Kama Mtume Muhammad sallam alivyomuona Abu Huraira aliposilimu, jina lake alikuwa anaitwa Abdu Shams, kwamba yeye ni mja wa jua. Mtume akamwambia huwezi kuwa mja wa jua, jua si Mola wako. Ndo akaibadilisha jina lake akamuita Abdurrahman ibn Sakhr ad-Dawsi. Kwa hivyo yabadilishe, si wewe leo unakwenda kumpatia jina ya mtoto wako unamuita jina ya matatizo, mashaka. Mwingine anamuita mtoto wake dhiki. Hizi zote ndugu zangu ni vitu vya hatari ambayo nitakana tuyachunge, tusiweze kuja kuwaita naye watoto wetu. Hii ni katika haki nyingine. Kisha katika haki ya mtoto vile vile ni kufanyiwa kitu kinachoitwa tahnik. Tahnik maana yake ni kama maswahaba walivyokuwa wanapata watoto wakimpelekea mtume akiwafanyia. Mtume alikuwa anapenda sana watoto. Akichukua tende anaitoa ile punje lake, ile mbegu yake, kisha anaitafuna kwenye mdomo wake, anaichanganya na mate yake, hasa inakuwa kama uji, alafu anaisindikiza katika mdomo wa ule mtoto. Inafungua macho yake, inafungua bongo lake, mishipa yake. Leo madaktari wanasema ukipata mtoto mpe sukari. Ile sunna ya bwana mtume umeigeuza. Unajua hawa wazungu wanaitwa wazungu kwa sababu wanazungusha mambo. Sasa badala ya kuambia watu wale tende, wanakuambia kula sukari, na sukari imejaa kemikali ndani yake, inamletea madhara mtoto. Na hii wazazi wengi malasaf hawajui. Wewe kama mama, baba, mtoto anapozaliwa, chukua tende, itie katika mdomo wako, iroanisha, alafu itie katika mdomo wake ule mtoto. Hii ni katika sunna ambayo Waislamu wanatakana kuhuisha katika maisha ya watoto wao. Katika jambo lingine ambayo ni haki ya mtoto juu ya wazazi, ni mama kumnyonyesha mtoto wake maziwa ya matiti. Hii ni katika haki kubwa sana. Amnyonyeshe maziwa ya matiti. Na leo takwimu inaonyesha mwanamke anapomnyonyesha mtoto wake maziwa ya matiti, jambo la kwanza, hawezi kupatikana na kansa ya matiti. Huyu mwanamke ni nzuri kwake yeye. Na mtoto anaponyonya maziwa ya matiti ya mama, huyu mtoto afya yake inakuwa nzuri ya ajabu. Kwanza bongo lake linakuwa mahiri kuhifadhi Qur'ani, kwake yeye ni nyepesi. Akiwa darasani kila siku anakuwa namba 1. Afya yake, mifupa yake, mishipa yake. Sisi tunakumbuka zamani tukicheza mpira hatuna viatu, lakini tunacheza mpira na watu ambao wamevaa viatu. Lakini huyu aliovaa viatu anakukanyaga wewe ambao huna viatu, yeye ndo anaumia. Maziwa ya mama hii ina kitu kikubwa sana katika maisha ya mtoto. Si wewe mama leo unamnywesha mtoto maziwa ya ng'ombe, anakuwa na akili za ng'ombe. Pamoja na kwamba maziwa ya ng'ombe si haramu ndugu zangu, ndio unamkuta mtoto anazubazuba darasani, analala ovyo, anashindwa kushika, kila siku anakuwa namba bottom, kumbe umempatia maziwa ambaye hastahiki kupewa. Na ndio unaona Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akasema walwalidat yurdi'na auladahun hawlaini kamilaini
liman arada an yutimma ar-radha'a, wanawake waliozaa wanyonyesha watoto wao miaka miwili iliyokamilika, kwa yeyote ambaye anataka kutimiza masala ya kunyonyesha. Na ndio hapa madaktari wanasema lau mwanamke anamnyonyesha mtoto wake maziwa ya matiti, kwanza inamtosha ule mtoto, hana haja ya vyakula vingine, hana haja ya lactogen, nan, Cerelac, viazi vya kuponda, hana haja nayo, kwa sababu virutubisho vyote ambaye mtoto anahitajia kwenye mwili wake iko ndani ya maziwa. Yani wewe leo ukinywa glasi moja ya maziwa ni sawasawa na kula aina ya vyakula vingi. Taja wewe mwenyewe vitu ambao unahitajia kwenye mwili wako, vitu ambao unahitajia katika mwili wako. Kwa hivyo inamtosha ule mtoto. Ndio unaona subhanallah, lau huyu mwanamke anamnyonyesha huyu mtoto maziwa ya matiti peke yake, akawa huyu mwanamke anakula vizuri, anapata maziwa, anamnyonyesha mtoto wake, hampi vyakula vingine wala vinywaji vingine, basi huyu mwanamke lau anastarehe na mume wake hawezi kupata ujauzito. Hii ni aina ya kupanga uzazi ndani ya Uislamu. Ndio Mwenyezi Mungu akasema miaka miwili, na hii miaka miwili kunyonyesha mtoto maana yake ule mtoto vile vile apate nafasi ya kulelewa na kunyonyeshwa sawa sawa, na vile vile kuchunga afya ya mama. Ndio maana Mwenyezi Mungu akatoa miaka miwili, kitambo aje apate mimba nyingine, hata aje ajifungue ni miaka mitatu. Angalau akipata mtoto mwingine ni baada ya miaka mitatu. Leo inatokea katika majamii zetu hizi, mwanamke mjamzito amebeba mtoto ambaye anamnyonyesha, na mwingine yuko mgongoni pia anangojea kunyonya, na mwingine anatembea naye ndo anaanza kutambaa. Sasa kuna baadhi itakana tuchukueni tahadhari ndugu zangu, tupeane nafasi kwa watoto waweze kulelewa sawa sawa. Umefahamu? Kwa hivyo hii maziwa ya mama ni maziwa muhimu sana katika maisha ya mtoto, na ni katika haki yake. Leo malasaf wanawake wengi wanakataa kuwanyonyesha watoto wao maziwa ya matiti kwa sababu ya kuchunga urembo wao, na hii ni makosa kwa kweli. Makosa inakuja katika njia mbili, wanahatarisha wao wenyewe na vile vile wanamnyima haki yake huyu mtoto ambaye anapaswa kunyonyeshwa maziwa ya mama yake. Kwa hivyo naona kwamba wakati umeshanikata tayari, na kama nilivyoeleza hii mada ndio tumeanza hapa, hii ni mukaddima tu, bado hatujaingia ndani, na labda nimalizie katika nukta mbili ambayo ni nukta muhimu sana. Kuna vitu vinne ambayo nitaka kumalizia naye, naona wakati ushanimalizikia. Jambo la kwanza, masala ya akika. Unapochinja mnyama kwa ajili ya ule mtoto siku ya 7 ama 7 ya pili ama 7 ya 3, kuna rai ya baadhi ya wanazuoni na kuna hadithi ambayo inaitumika ambayo ni hadithi maudhu, ambayo anasingiziwa mtume kwamba huyo mnyama uliomchinja hafai kuvunjwa mfupa. Hii ni rai ya baadhi ya wanazuoni, wanasema kwamba ukivunja mfupa ya ule mnyama itamdhuru mtoto. Ndio wanazuoni wanauliza, jamani, sasa huyu mnyama atapikwa vipi? Ni sufuria gani ambayo ataingia ndani yake huyu? Hii ni rai tu kwamba itamdhuru mtoto. Mafupa vipi itamdhuru mtoto? Mtoto ambaye tayari mambo yake ishakadiriwa alipokuwa ndani ya tumbo ya mama yake, ishakadiriwa ndani ya tumbo ya mama yake. Mafupa ambaye tukishamaliza kula anapewa mbwa, inakwenda inatupwa katika jala la takataka, inahusiana vipi na maisha ya mtoto? Kwa hivyo vunja mfupa. Cha msingi ni kwamba umechinja mnyama, umemwaga damu kwa ajili ya kujikaribisha kwa Mola wako, ukatoa shukrani, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amekuruzuku kiumbe kama wewe. Hii ni jambo la kwanza. Jambo la pili, masala ya kumwadhinia mtoto. Mtoto anapozaliwa, wazazi wengi siku ya kwanza tu ile wanakimbia, basi anaitwa baba, anaitwa ammi au mjomba, kisha anamwadhinia ule mtoto. Anamwadhinia katika sikio lake la kulia
na kuna riwaya inayosema kwamba anamfanyia iqama, anamqimia katika sikio lake la kushoto. Hadithi ambayo inaitumika katika masala ya kumwadhinia mtoto ni hadithi moja tu ambaye ameipokea Imam Abu kama alivyotaja Ibn al-Qayyim al-Jawzi kwenye kitabu chake Tuhfatul Wadud ala ahkam al-Maulud. Ni hadithi moja tu kwamba mtume alimuadhinia mjukuu wake Al-Hasan ambaye ni mtoto wa Saidina Ali, lakini hakuna hadithi mtume aliwahi kumuadhinia Hussein. Hakuna hadithi mtume mwenyewe amewahi kuadhinia watoto wake. Hakuna hadithi kama hii. Mtume alikuwa na watoto 7: Abdullah, Qasim, Ibrahim, Kulthum, Ruqayya na Zainab, kisha Fatima. Hakuna hadithi hata moja mtume amewahi kuadhinia watoto wake, wala hakuna hadithi hata moja maswahaba wamewahi kuadhinia watoto wao. Hadithi ambayo inaitumiwa ni hii moja tu, kwamba mtume alimuadhinia mjukuu wake Al-Hasan, na hii hadithi wanasema wanazuoni ni dhaifun jiddan, na wengine wakasema kwamba ni hadithi ambayo ni maudhu, anasingiziwa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo ndo hapa kuna rai ambayo inatoka kwa baadhi ya watu, wanasema kumuadhinia mtoto ni kitu muhimu, kwa sababu iwe jambo la kwanza atakapokuja duniani huyo mtoto atakachosikia cha kwanza ni jina la Mola wake, Allahu akbar, Allahu akbar. Hii ni rai. Kwa hivyo ni jambo nzuri ili wanavyosema baadhi ya watu. Umefahamu? Hii ni rai ya watu tu, lakini ndugu zangu, sisi sote hapa tuliadhiniwa. Nakumbuka tukiwa wadogo tumeambiwa kwamba tumeadhiniwa, na mpaka leo Waislamu wengi bado wanaendelea kuadhinia watoto wao. Na wakati mwingine inafika mtoto anakuwa mtundu, anakuwa mjeuri, asikii maneno, mpaka mjomba anauliza nani alimwadhinia huyu mtoto huyu, anatakana kuadhiniwa tena huyu. Nakumbuka familia moja aliambiwa inatakana kuadhiniwa tena, mama akatumana imamu wa msikiti aitwe mara ya pili, mtoto akaadhiniwa tena mara ya pili, na tayari ana umri wa miaka 5. Sasa adhana ndo ambayo inalaumiwa sasa, kwamba adhana ndo ambayo inaonekana ikuwa sawa. Wanakosa kumlea mtoto wao sivyo, wanamlea mtoto kinyume, alafu baadaye wanakuja kusingizia adhana. Kwa hiyo masala ya kuadhinia mtoto si katika sunna ndugu zangu, imebaki katika mazoea tu. Tumekuwa ni kitu ambayo tumezoea, lakini katika sunna hakuna hadithi ambayo ni sahihi ambayo inazungumzia mambo haya. Jambo lingine la tatu ambaye namalizia nayo mazungumzo yangu ni leo baadhi ya wazazi, hasatan kina mama, wanapowanyonyesha watoto wao imma maziwa ya matiti au maziwa ya chupa, wakimaliza kuwanyonyesha hawa watoto anamlaza kwa tumbo yake. Ukiuliza wanakuambia akilala kwa tumbo huyo mtoto atateuka, na saa nyingine anaweza katapika, na ni nzuri kwake. Na hii ndugu zangu, kama tunavyojua, ni khilafu na sunna. Mtume wa sallam, jambo la kwanza, amekataza watu kulala na tumbo, na akaelekeza namna gani ya kulala. Yeye mwenyewe amelala ubavu wa kulia, na akakataza watu kulala ubavu wa kushoto, kwa sababu unapolalia ubavu wa kushoto umeilalia moyo, ndio ile moyo inakuwa haifanyi kazi sawa sawa. Unaamka asubuhi unasikia umechoka, hujatosheka na usingizi, unataka kuendelea kulala tu, unataka kuzungumza na mtu na hasira, kumbe moyo ulikuwa umeilalia. Na ndio Mtume wa sallam katika hadithi ambaye wanazuoni wengi wameisahihisha, pamoja na kwamba kuna baadhi ya wanazuoni wanasema ina maneno juu yake, Mtume aliwahi kumuona Muadh bin Jabal amelala msikitini kwenye tumbo, amelalia tumbo. Mtume sallam akaja akampiga teke, akamwambia hadhihi taj'a yubghidhuha Allahu azza wa jalla. Hii ni namna ya kulala ambayo Mwenyezi Mungu anachukia. Mungu anachukia mtu kulala na tumbo, kwa sababu ukilalia tumbo, jambo la kwanza ndugu zangu, umelalia viungo vyako vyote. Umelalia moyo, umelalia kifua, umelalia mapafu, matumbo, hata usagaji wa chakula unakuwa haiko sawa. Na ukilala kwa tumbo vile vile inaweza kukuletea mawazo mabaya. Ndio sheitani anakuja kumuotesha mtu ndoto za jimai. Vijana wajana hawa anahisi kwamba yuko katika ulimwengu nyingine. Sasa ukitaka kulala katika njia iliyokuwa nzuri, ni njia mbili: ulale ubavu wako wa kulia, na Mtume alikuwa kilala ubavu wake wa kulia, ama ulale chali kuelekea juu. Na ndio Mtume anaelezea hivi ndio namna manabii walivyokuwa wanalala. Unalala ukiwa umeangalia juu. Ukichoka elekea upande wa kulia, umechoka njoo hapa, usiende upande wa kushoto, wala usilalie tumbo. Sasa wazazi wanaanza kuwafundisha watoto kulala na tumbo, bado ni wadogo sana. Jambo la mwisho ndugu zangu, hii ni research ambayo imefanywa katika nchi ya Ujerumani.
Leo sisi wazazi wengi tumeacha kuwavisha hawa watoto napkin. Badili yake sasa hivi wanavishwa kitu kinachoitwa diapers, au kwa lugha nyingine inaitwa pampers. Na hii pampers leo madaktari wamethibitisha kwamba ina madhara kwa mtoto. Kwanza inamchibua ngozi zake katika sehemu za chini, na ina madhara mengi ambayo wamezitaja baadhi ya madaktari. Mfano, wewe leo mtoto toka asubuhi mpaka jioni amevishwa pampers. Unajua ile napkin ambayo ilikuwa tukivishwa sisi zamani, mpaka leo ziko madukani, unaweza kununua hiyo ambayo ni cotton. Mtoto akikojoa anajulikana amekojoa, unasikia harufu. Akienda haja kubwa pale pale inasikika harufu, anavuliwa anabadilishwa. Anavuliwa anabadilishwa. Ndio unaona katika kamba mmoja unaweza kukuta kama napkin 20, mtoto mmoja huyo. Na saa 7 mchana haijafika bado. Lakini hii pampers hii mtoto anavishwa toka asubuhi mpaka jioni. Saa nyingine mama ana kazi nyingi au ametoka amemwacha na mtu wa kazi nyumbani, dada anamvisha hii pampers mpaka jioni. Pampers yenyewe mtoto akikojoa hujui kwa sababu hakuna harufu, akienda haja kubwa hujui, mpaka jioni ndo anakuja kuvuliwa. Na mara nyingi wazazi wanawavisha watoto pampers wakati wa usiku, akienda kulala anavishwa mpaka alfajiri. Sasa anapokwenda haja ndogo, anapokwenda haja kubwa, wanasema madaktari inamrudia ule mtoto katika sehemu zake za siri. Kukaa naye kwa muda mrefu inahatarisha afya ya ule mtoto, hasa watoto wa kike. Inarudi katika sehemu zao, inawaingia ndani ya mwili yao, kisha inakuja kuwaletea allergy, inakuja kuwaletea baadhi ya maradhi. Ndio mtoto anaanza kuwa na maradhi za ajabu ajabu, hata katika familia hakuna hizi. Ni uchafu hii. Kwa hivyo turudi katika ile napkin ya zamani, ndugu zangu. Napkin ya zamani, ambapo hiyo ndio kitu cha maana, ambapo ni kitu kizuri hicho, ambapo utawalea watu katika njia ambayo ni sawa. Leo hizi pampers leo zinatoka mpya. Tena unaambiwa hii ya sasa hivi ni nzuri kuliko ile iliyokuwepo nyuma. Na bei yake ni nyepesi, rahisi sana, shilingi 10 tu. Rahisi. Lakini utabadilisha kwa siku labda shilingi 100, 200, gharama yake pia ni kubwa sana. Gharama yake pia ni kubwa sana. Kwa hivyo ndio unaona hata watoto wa kiume baadhi ya madaktari wanasema ukimvisha hii pampers inaweza ikamdhuru mtoto wa kiume. Na mwisho wake inaweza kumpelekea ashindwe kuzaa. Yule mzee anatakana wakati mwingine aachwe huru, aning'inie, acheze, si aibu, akimbie huku na huku. Mtoto wa kike ndio anatakana afunikwe. Mtoto wa kiume aachiwe wazi tu. Wewe unamfunga huko ndani, unamtia, halafu mwisho akishafika utu uzima anashindwa kufanya baadhi ya mambo ambayo anafaa kuyafanya. Hizi ni vitu vya hatari ambayo leo tumewapelekea kuwaingiza hawa watoto katika maisha yetu. Hizi ni baadhi za research ambayo imefanywa na baadhi ya madaktari, ambapo inatakana tuchukue tahadhari. Ndugu zangu, tuchukueni tahadhari na masala ya malezi. Ni kitu muhimu sana katika maisha yetu. Tukiwalea hawa watoto vizuri, inshallah jamii yote itakuwa nzuri. Hawa watoto pia watawalea watoto wao, na watoto wao watawalea watoto wao, na dunia itatapakaa watu wazuri katika ulimwengu. Lakini tukiwalea hawa watoto sivyo, katika maisha ambaye si katika maadili ya Kiislamu, basi tunalea majambazi, wezi, watu warongo, watu ambao hawana maana. Na hii ndio maana yake dunia mwisho wake itakuja kuwa ni sehemu hatari sana mtu kuishi. Tukipata nafasi nyingine tena tutakuja kuelezea sasa dini inasema nini kuhusiana na masala ya kumlea huyu mtoto, na baadhi za haki za wazazi juu ya watoto wao. Wazazi pia wana haki zao. Wazazi pia wana haki zao kwa watoto wao. Aqulu qawli hadha, subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.